Lazima ili familia ijengeke, lazima kuna sifa ambazo wanatakiwa kujipamba nazo ili familia hii ipate kuwa na mwelekeo mzuri katika familia hiyo. Inawezekana kabisa na jambo ambalo imelisikia mwanzo kabisa wa kipindi na utaendelea tena kulisikia kwa sababu ni mzunguko ambao hatuwezi tukauepuka. Jamii tunayoishi ni familia. Kadri utakapofanya huwezi kutoka nje ya familia. Kuna wakati mwingine mtu sio vijio vya mpira, lakini mazungumzo yake na wanadini wenzake anayatumia zaidi na anasahau kukaa na familia yake. Na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Naam, ndugu zangu watazamaji wa Africa TV Swahili hii, ambapo tupo sasa hivi katika kipindi chetu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na kauli mbiu yetu katika kipindi hiki Al-Qur'anu wal Usra, Qur'ani na familia. Kwa mada nyingi tayari zimeshasemwa, tukiwa sasa hivi katika muendelezo wa mada zetu. Sasa hivi tupo katika sifatu a'dha'il usra as-saliha, kwa maana tunazungumzia sifa za wanafamilia au familia iliyokuwa njema. Lazima ili familia ijengeke, lazima kuna sifa ambazo wanatakiwa kujipamba nazo ili familia hii ipate kuwa na mwelekeo mzuri katika familia hiyo. Sasa tukiwa katika mwendelezo huo, ndugu zangu watazamaji na wafuatiliaji wa hilo, sasa hivi tupo katika kuzungumzia sifa hizi ambazo ni endelevu katika kuendelea na sifa hizo. Sifa ya kwanza ambayo wanafamilia hawa, tunapozungumzia wanafamilia, maana yake kuna sifa za mwanamume anazotakiwa awe nazo kwa mke wake, na kadhalika kuna sifa za mwanamke ambazo pia anatakiwa ajipambe nazo kwa mume wake. Kwa huyu mwanamume, katika miongoni mwa sifa zake ni lazima awe na muashara mzuri kwa mke wake na familia yake kwa ujumla. Na kadhalika huyu mwanamke, miongoni mwa sifa anazotakiwa awe nazo ni at-taa, kumtii mume wake, na kadhalika at-taawunu ala albirri wa taqwa, kusaidiana pamoja yake na mumewe katika kumcha Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia katika mambo yale yaliyokuwa mazuri. Lakini ziko sifa nyingi ambazo wanandoa hawa wanatakiwa wajipambe nazo. Zilizobaki watazungumzia wenzangu. Kwanza, kuheshimiana na kuthaminiana ni katika moja ya sifa ambazo wanandoa wengi au wanafamilia wengi hizi sifa wanazikosa, kule kuthaminiana na kuheshimiana katika ndoa yao. Wanaheshimiana vipi? Maana yake katika maoni na katika mtazamo. Vingine kuna mmoja ana jambo lake ama ana maoni yake, amfikishie mwenzake, na mwenzake na yeye aweze kuyasikiliza yale maoni na kuyajenga katika mambo yao yale katika ndoa yao. Lakini pia sifa ya pili, wajibu wa wanandoa hawa na ushirikiano, napo pia ni katika jambo zuri sana katika ndoa au katika familia kuishi katika mtazamo huo. Kwa mfano, kila mmoja achukue majukumu yake aliyoelekezwa kwake, mume awe na majukumu yake, na kadhalika na mke achukue majukumu yake, kama tulivyozungumza katika mada zilizopita. Lakini pia katika sifa nyingine ambazo wanafamilia hawa wawili ambao ndio wanajenga familia iliyokuwa bora, mawasiliano yenye ufanisi. Lazima katika wanandoa hawa wawe na mawasiliano ambayo yana ufanisi ndani yake, kama vile kufanya mazungumzo yenye kujenga ile familia, wakakaa pamoja, wakawa wanawasiliana, wanaambiana mambo mengi tu, lakini lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaijenga familia hii ambayo sisi tunadumu nayo katika maisha yetu. Lakini pia sifa ya nne, kujitolea kimaadili. Maana yake lazima mume na mke wawe wanajitolea kimaadili, hususan katika familia zao ama watoto wao na wale ambao wanawategemea katika maisha yao ya ndoa. Lakini pia sifa ya tano, wanafamilia hawa wanatakiwa kufarijiana pale linapotokea tatizo lolote gumu, basi familia hizi zinafarijiana. Sio kwamba limetokea jambo mmoja anafurahi mwingine ambapo amehuzunika. Lazima wafarijiane hawa. Pengine mume anatoka kazini ameudhiwa huko, basi ni kazi ya mke kuhakikisha kwamba anamfariji mumewe,
amefukuzwa kazi, sio tena mke anaanza kujizungumza, je, tutaishi vipi, itakuwaje? Nao umeshafukuzwa kazi, lazima kuwe na kufarijiana. Basi mume wangu, haina shida, haya ni mapito tu yanapita, inshallah Mungu atatusaidia mbeleni huko, wewe endelea kupambana katika maisha haya. Lakini pia sifa nyingine ya tano, wazazi wawe ni kiigizo kizuri katika familia yao. Maana yake watoto hawa ambao wamewazaa, basi lazima wawe wanaiga kwa wazazi wao. Wazazi wetu wakoje? Lakini kama mzazi ana jambo baya au wazazi wana mambo mabaya, basi hawa watoto watakuwa wanaiga kwa wazazi wao. Sasa miongoni mwa sifa ambazo wazazi wanatakiwa wawe nazo, lazima wawe ni viongozi bora, wawe ni kiigizo kizuri kabisa kwa familia zao, ili familia hii ipate kujijenga vizuri. Lakini pia wanandoa hawa au wana familia hawa lazima wakubali kutenga muda kukaa na familia zao. Leo tunaona watu wengi, mtu anaondoka asubuhi, anatoka anaenda zake kazini, akirudi hana muda wa faragha na familia yake wakazungumza. Pengine mtu anarudi na magazeti 10 ya udaku na kadhalika na nini, anataka yote akae pale sebuleni ayasome, akimaliza aende zake ndani akalale. Hawa watoto sasa wanakosa yani ule muda kukaa na familia zao, na wazazi nao hawana muda huo, wakirudi kila mmoja na jambo lake. Sasa hivi zimeingia simu hizo, utakuta mume yuko upande wake anachati, mke yuko upande wake, na watoto nao wako kwenye TV. Hakuna ambacho kinafanyika hawa wazazi wawili kutenga muda katika kuhakikisha kwamba wanaongea na familia zao. Ya kuzungumza ni mengi ndugu zangu watazamaji, lakini sasa hivi hili la kuzungumzia sifa za wanafamilia hizi ambazo ndio zinajenga familia, nimwachie sasa hivi ndugu yangu shekhe wangu Sheikh Nasir aendelee na yeye kuelezea sifa ambazo zipo katika kuijenga jamii inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ndugu zangu ni mtazamaji wa Afrika TV, katika mfululizo wa vipindi vyetu katika Ramadhani hii tunazungumzia familia ni safari ile. Yawezekana kabisa na jambo ambalo imelisikia mwanzo kabisa wa kipindi na utaendelea tena kulisikia, kwa sababu ni mzunguko. Ni mzunguko ambao hatuwezi tukauepuka. Jamii tunayoishi ni familia. Kadri utakapofanya huwezi kutoka nje ya familia. Shekhe wangu ametamzilia kuzungumzia wanandoa wawili, asisitiza sana na akagusia sana swala la mwisho kuhusu kutenga muda. Kwa kweli sasa hivi imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wanandoa kutokutenga muda. Muda mrefu kila mtu anautumia anavyotaka. Sasa hivi tuna wimbi hili la upenzi wa michezo mbalimbali na hasa mpira. Mnaweza kuta mwanandoa hasa mume kashughulishwa sana na mipira, kiasi ambacho hapati muda kabisa wa kukaa na mkewe na kupanga familia. Mashehe wanasumbuka sana kutatua kesi hizo. Mtu anakaa kwenye mipira toka ametoka kazini mpaka saa 6 ya usiku bila kuchunga mwenza anahitaji nini. Basi rudi nyumbani, TV si unayo, angalia nyumbani na mwenza angalau pembeni upo. Lakini lazima mtu ende kwenye hall. Anakuambia bila hivyo bwana haoni raha ya benzi. Tazama peke yake tu nyumbani haipai. Hivyo ni jambo ambalo kwa sasa inafaa tu badilike. Nukta nyingine ya kuchangia kwamba familia ni Sheikh Nasr, samahani, kabla hujachangia, kuna swala umelizungumza hapa kuhusiana na watu vijue vya mpira na mfano wake. Kuna wakati mwingine mtu sio vijue vya mpira, lakini mazungumzo yake na wanadini wenzake anayatumia zaidi na anasahau kukaa na familia yake. Mna kesi karibuni juzi tulikuwa tunajadili. Ingia akitoka kazini anapenda kukaa msikitini, anasali magharibi, anasali isha, kumaliza isha anaendelea na vikao. Huko nyumbani watu wa familia hawana habari naye, wanamhitaji awepo nyumbani. Ili niliona kwamba hapa nilichomekesha rambo. Sahihi kabisa Sheikh Ibrahim, kwamba mweza anajiandaa vizuri kwa kadri anavyojaliwa. Anamsubiri hadi mume atokei. Wewe unafikiri hapo pana jambo gani?
Sasa familia kwa sababu ni pana na mzunguko tumesema toka tunachanganya kwa sababu mambo yote yanatubusa. Tuje sasa kwa tunaposema adha tunasema wana familia. Kimzungumza mke na mume, lakini baadaye hawa wanakuja mke na mume wanageuka kuwa baba na mama. Alafu hapo kuna matunda yatokanayo na baba, na hapa kama mtu akaitwa baba na maana chini yake kuna watu wanaofuata. Naam, kulingana na hilo kama alivyosema Sheikh Nasir kwamba katika hizi familia au wanafamilia tumezungumzia mke na mume, lakini hawa baadaye wanakuja wanazaa kizazi, sasa ndo tunasema hawa ni adha. Sasa ndio familia yenyewe. Labda Sheikh Muharram Idrisa, katika hili na wewe unachangia nini katika kulizungumzia hili ya wanafamilia? Shukran sana Sheikh Juma. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, mfululizo ni kama walivyosema wenzangu, mfululizo wa vipindi vyetu vya Qur'ani na familia. Kuhusiana na swala hili la sifa za wanafamilia, na hapa watu wanapozungumzia sifa za wanafamilia, maana yake ni kwamba watu wanakusudia sifa za wanafamilia zitakazojenga familia. Na kwa sisi tukizungumza, tunazungumza sifa za Kiislamu ambazo vyanzo vyake ni vyanzo vya Uislamu, sio sifa ambazo vinazibeba tu sehemu yoyote. Katika hili wanafamilia kama walivyosema wenzangu kwamba wanafamilia ni kuanzia baba na mama, alafu na wale watakaopatikana pale kwenye ndoa hili. Lakini ukiangalia kila jambo ndani ya familia, hawa watu wawili ndio msingi wa mambo yote. Kwa mujibu wa aya hii inatakiwa kwamba au inatueleza na kutuonyesha kwamba baba na mama kwenye hii familia ndio msingi wa hizi sifa zote zinazohitajika. Kuna sifa za kiimani, sifa za kitabia, sifa za kumwenendo, sifa zote ambazo zinatakiwa wawe nazo hawa wanafamilia, lazima msingi upatikane kwa baba na mama. Na ndio pale wenzetu waliposema kwamba katika kujenga nyumba inatakiwa patikane baba ambaye ni Muislamu na apatikane mama ambaye ni Muislamu. Hawa wakikutana wanatengeneza nyumba ya Kiislamu, wakizaa watoto hapa kunapatikana familia ya Kiislamu. Lakini baada ya baba kuwa Muislamu, tunaposema kuwa Muislamu tunakusudia Uislamu kwa maana ya Uislamu, sio Uislamu kwa roda kwa maana kwamba sio Uislamu jina, kwa maana Uislamu kwa hizi sifa zinazotajwa hapa na mashekhe kwamba inatakiwa na familia wawe na sifa hizi za kiimani, wawe na sifa hizi ndio sifa za Kiislamu. Baba awe nazo, mama awe nazo, alafu wao sasa ndio wazishushe kwa watoto na wanafamilia wengine. Ndio maana ya anfusa, kwanza nyinyi wenyewe hizo sifa mwe nazo, mjilinde nyinyi wenyewe, wa ahliku nara. Kulingana na maelezo ya Sheikh Muharram, bado tunarudi pale pale kwamba wazazi inatakiwa lazima pambe na sifa za Kiislamu au sifa za dini ya Uislamu katika familia iliyokuwa bora. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji na mnaofuatilia kipindi hiki ndani ya Mwezi wa Ramadhani, msichoke kuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki cha As-Sawaidul Ikha, kwa sababu kuna mengi ambayo hili mtajifunza katika masala mazima ya Qur'ani na familia. Kwa hiyo nakuomba uishi na sisi katika hilo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Na maulama tulizungumza maneno mengi kidogo, lakini nilimwambia mimi Mheshimiwa Rais nimekuja na shida mbili. Moja, nataka kujitambulisha, lakini la pili naomba msaada, sio hela, usijiandae kunikatalia. Namwambia hivyo kwa sababu mwaka wa 99 harakati zilikuwa zinaonyesha mambo mengi hayawezi kufanyika kupitia shura ya maimamu, kwa sababu ni taasisi haina usajili. Kwa hivyo haiwezi kufanya vitu vingi. Tumejenga mwamko mkubwa wa umma wa Kiislamu na maeneo mengi tumefanya kazi hizo, na tulishirikiana na watu wa Msaudi wakati ule kuanzisha program ya kuhakikisha kila msikiti una shule. Kwa hivyo
nilikuwa nikizunguka mimi na watu wa Msaudi ama Pazi mwenye mvua, wakati huo ndio alikuwa amiri wa Tampro, au Saiboko. Sasa wao walikuwa wanahitaji misikiti iweke programu ya kuwa na shule kama sehemu ambazo inaweza kusaidia Waislamu kupata mwamko wa elimu kwa urahisi wa kuanzisha shule za Kiislamu. Lakini wakati huo hali ilikuwa ngumu kidogo, ni Waislamu wachache sana walikuwa wanaona ama kuweka nursery school ama kuweka primary school msikitini ni kama kuingiza mambo ya dunia kuleta msikitini. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuwajengea mazingira mazuri watu wa Tampo. Wazo la kuanzisha nursery school na primary school na secondary school likubalika katika misikiti. Kwa hivyo tukafanya kazi hiyo ya kutosha, lakini kwa kutambua kwamba uweze kufanya kazi rasmi na shura, kama wanaharakati wakaona kulikuwa kuna haja ya kupata chombo. Wakaona kipo chombo kinaitwa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu, lakini limekuwa dormant. Dormant kwa maana viongozi wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu katika harakati za kuanzishwa kwake, baada ya kuanzishwa na namna serikali ilivyokuwa ikiipa nguvu BAKWATA, walihisi kabisa hawezi kufanya kazi yenye tija. Hilo moja. Lakini la pili, viongozi wa Jumuiya na Taasisi za Kiislamu walifanikiwa kuasisi taasisi nyingine iliyoitwa Tanzania Islamic Center. Ikapata bahati ya ufadhili, ikajengewa majengo yale yaliyoko pale na Sheikh Hisa ikajengewa pale. Kidogo wakafanya mtimanyongo kidogo, wakaona sasa hapa unajua baraza litakuwa limepata pa kukaa, lakini kwa sababu tupo wachache tulianzisha dhana hii, hebu tuachane na baraza, tuliweke pembeni ili tubaki hapa tunaweza kwenda vizuri. Kwa hivyo wakabasi na ile TIC, baraza likawa linaelea. Wanaharakati ndio walipoona chombo ambacho tunaweza kukitumia vizuri ni Baraza Kuu, linaelea. Mkafatwa nini bwana, fanya jitihada tuipate Baraza Kuu. Wakati huo msikiti ninaotumia ni pale Kichangani. Bado tuko vijana wadogo na kina Walidi tuna. Kwa hivyo tukaanza kuwaingia wale wazee na nini, wakakubaliana. Mimi nikawa ni mwenyekiti wa kamati ya kuihuisha Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu. Tukawapitia viongozi wote, tukaongea nao, tukaangalia katiba ile ilikuwa ya zamani ambayo ilikuwa imetengeneza tu kwa ajili ya kupata usawa wa haraka. Tukatengeneza katiba mpya, tukafanya mkutano wa kwanza wa Baraza Kuu ambalo kutoka kuanzishwa kwake 92 lilikuwa halijafanya mkutano wowote ule. Kwa hivyo mpaka ilipofika mwaka wa 98 ikawa Baraza Kuu ndio limefanya mkutano wake wa kwanza mkubwa chini ya usimamizi wetu. Na katika siku hizo tulikuwa tunasema Baraza Kuu lipate viongozi ambao wanaweza kutusaidia hizi harakati zipate watu ambao au zipate mahali ambapo zinaweza kutekelezwa kwa urahisi. Mimi pia nikapewa kazi ya kuwafuata nani wanaweza kuwa viongozi wetu katika Baraza Kuu. Miongoni mwa watu niliwafuata mimi, wetu mfuata Sheikh Twaha. Twaha huyu jirani yangu hapa. Na mimi sikujua kwa kuniuliza alafu kumweka hapa. Ikawaje? Nikamfuata kama bwana, sisi tunataka kutengeneza Baraza Kuu. Baraza Kuu lipo, lina usajili, lakini alifanyi kazi. Wazee wake na viongozi wake wana chombo kingine. Hicho chombo hawana habari nacho kabisa. Kwa hiyo tunafikiri chombo hichi kikifanya kazi kinaweza kupokea
jitihada mbalimbali za Waislamu na mambo yanayopanga, na hasa kurasimisha vitu ambavyo kwenye shura huko haviwezi kufanyika. Sheikh Taha alikataa moja kwa moja tu kwamba bwana, mimi na mambo mengi, lakini miongoni mwa jambo ambalo naliona kikwazo, mimi sasa ni hedi wa Al-Haramain. Nikija kwenye baraza kuu nitaweza kugonganisha vitu, kwa sababu pale pana BAKWATA pia. Kutoka hapo tukaenda kwa mzee wa Nongwa. Mzee wa Nongwa nikampata Sheikh Abdallah Bawaziri, kaongea naye akakubali, tukasema wasili itakuwa ni jambo zuri. Ikatokea bahati mbaya, siku ya mkutano wa kumchagua na kumtangaza amiri wetu wa baraza kuu ambaye ni mzee wa Nongwa, tumeshakubaliana na nimeshapeleka kila mtu kishakubali. Mzee wa Nongwa saa 5 akatuma ujumbe kwamba bwana, siwezi jambo hilo, nimetengua kauli, familia yangu imenikataza. Familia na nafikiri waliangalia mambo mengi wakati ule. Shura ya maimamu inafanya makongamano mengi sana, inafanya maandamano mengi sana. Kwa hivyo timu yetu ilikuwa ikitisha kidogo. Sasa akaona, nafikiri bwana, hili grupu hili mimi nitawezana nalo kweli. Kaona harufu ya Jailan. Kwenda Jailan. Basi na mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya kuhuisha baraza kuu. Wakati ule mkutano unaendelea kule, mimi niko mtaani natafuta chakula cha kulisha wajumbe kule. Kulikuwa kuna wajumbe 400 wako kule. Mimi ndio mwenyekiti. Kwa kazi yangu pia kuhakikisha chakula cha siku cha watu wale. Sasa keko pale kulikuwa kuna mzee wetu mmoja marehemu Amani Mushi, ambaye ni marehemu. Alikuwa na rafiki yake ana bakery pale keko paliko na DDC pale. Kwa nyuma palikuwa pana bakery pale. Ile alikuwa na ufike naye. Niambia bwana, wewe nenda pale kaongea na yule bwana. Bwana akaniambia, bwana, mimi nitakupa, lakini sharti nakupa moja. Kaa pale, kila mkate unaoiva chukua. Kila mkate unaoiva chukua. Lakini mimi siwezi kukuwekea mkate na watu wanahitaji sana. Kwa hivyo mimi nikakaa pale. Kila mikate inaoiva na chukua. Yatia kwenye gari. Kila mkate inaiva. Kule inapigiwa simu, bwana wewe, hebu rudi. Mzee wako na shekhe uliotuletea katuletea ujumbe, hawezi jambo hilo. Nikamwambia sasa mimi nikija huko kutakuwa hakuna kula. Bwana wewe njoo tu, huu mkutano huku ushabadilika. Aliochaguliwa amiri wa baraza kuu wewe. Huku uchaguzi ushafanyika, wewe unasubiriwa tu sasa uje useme neno kama amiri wa baraza kuu. Sasa mmefanyaje mimi tena kuwa amiri wa baraza kuu? Mimi nitakuwaje amiri wa shura, amiri wa baraza kuu? Bwana, hapa hatuzungumzi unaonaje, unakuba huku mkutano umeshafanyika, uchaguliwa, ni taarifa. Basi nikaondoka, nikarudi mikate yangu baadhi na mikate yangu. Basi ikifika pale, mimi ndio amiri wa baraza kuu, mimi ndio amiri wa shura ya maimamu. Sasa hiyo hadithi yake nataka kuiunganisha na safari ya Kikwete. Na tulikuwa tunatenda Kikwete, bwana, nimekuja na mambo mawili. Moja, kujitambulisha. Lakini la pili, naomba msaada. Sio pesa, usijiandae kukataa. Najitambulisha kwamba bwana, mimi ndio amiri wa shura ya maimamu. Yote uliyosikia nilofanya mimi. Na hapa sikuja kuedit. Nimekuja kuadmit mimi ndio nilofanya. Kwako naomba mambo mawili tu. Unayoyaona ya sawa yafanyie kazi. Yale sio ya sawa chukua hatua. Hilo eneo langu la kwanza la kujitambulisha. Lakini la pili, naomba msaada. Msaada naomba
Mimi bwana ndiye sasa amiri wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu. Nachoomba msaada kwako, turuhusu tufanye kazi, usitukwaze kama lilivyokwazwa ile baraza huko nyuma, turuhusu tufanye kazi. Akacheka akasema, unajua ngumu kutenganisha. Na maulama wema maduati ikhiwani wanaoongoza umma ubaki kwenye amani, wakifundisha elima hadithi na Qur'ani, lengo husende mrama.